Huyu Prime Minister Benjamin Netanyahu ama waziri mkuu wa nchi ya Israel, ambaye mpaka hivi sasa amekuwa na maamuzi maneno, vishindo na vitisho kwa nchi ya Iran, tena akizidi kumwambia kiongozi Khamenei lakini pia na mwamba Masoud Pezeshkian, ambao wao kama viongozi ambao kwa sasa wanaonekana kujificha ama kujitengenezea tanuli la moto, kwa sababu kinachoendelea mpaka hivi sasa ni kwamba Iran imekuwa ikielemewa na mashambulizi ya nchi ya Israeli. Lakini siwezi nikashangaa kwa sababu tayari yule adui mkubwa wa nchi ya Iran ambaye ni Marekani ameshatia nguvu, ameshatia uzito. Yani Donald Trump mpaka hivi sasa yuko upande wa nchi ya Israeli kwa mshikaji wake, mdau wake Benjamin Netanyahu. Kwa hiyo ni lazima pia vitisho lakini pia na mambo yatakuwa kuendelea katika nchi ya Israel na nchi ya Iran katika mashambulizi hayo, maana ni lazima mwamba Donald Trump atatia mkono na kutilia jambo likawa zito. Kwa hiyo nafikiri mpaka sasa hivi Iran inaweza ikawa inakaribia kushindwa hii vita, lakini yote kwa yote ni kwa sababu ya Donald Trump ambaye yeye amekuwa kama kiherehere na kutaka kutilia nguvu na kutilia mdomo jambo linaloendelea. Na unaambiwa kwa Benjamin Netanyahu ameweza kutoa tamko na kumwambia mwamba asipokubali, asipoweka kalamu chini, yani asipokubali vita, basi atapewa masaa 24 ambayo itakuwa ni 24 hours left. Yani mwamba huyu anaweza akateketezwa haraka iwezekanavyo. Yani wanaamini kabisa kwamba amejificha, na mpaka hivi sasa yani bado nchi ya Israel ipo katika utafiti kutaka kugundua mwamba kiongozi huyu amejificha eneo gani, ili mradi nafikiri swala ambalo watakuwa mbakiza ni kumalizana na kiongozi huyo, ili mradi pia kama ni nchi ya Israel ambayo itakuwa imeweza kuifanya nchi ya Iran kusalimu amri na kuitikia wito wa kuweza kuachana na vita hiyo, ambao wao watakuwa kama best loser wa nchi ya Israeli. Sasa ni swala ambalo nafikiri Donald Trump huenda ndo akawa ndo mchochezi mkubwa, na huenda akawa ndo midfield connector wa kuweza kutaka nchi ya Iran iweze kuteketezwa na iweze kusalimu amri. Kwa mpaka hivi sasa naweza nikasema kabisa pia kiongozi wa Iran ambaye pia na yeye ameonekana kuwa ni jeuri na kutokukubali kuweza kukubali na kusalimu amri, kwa sababu hata mwenyewe pia amekuwa akijiamini licha ya kukosa nuclear bomb, lakini anaamini kabisa kwamba yeye mwenyewe pia vifaa lakini pia na hata zile silaha za mashambulizi alizonazo zinamtosheleza, lakini pia na hata wale pia soldiers wake ambao ni reserve lakini pia na wale active soldier alionao katika nchi ya Iran, anaamini inaweza kumsaidia katika vita hii inayozidi kuendelea. Cha msingi tukutane kwenye idara ya midfield comment section. Hii ni Hotboy Media.